Mtanzania popote unapotizama, hii ni Icon TV. Tupo hapa kwenye chuo cha Dar es Salaam Institute of Technology IT. Tumekuja kuzungumza na Engineer Bosinge. Huyu ni msimamizi wa karakana ya CNG kwenye eneo hili, ambapo tutapata kufahamu mambo mengi hasa yanayohusiana na mfumo wa gesi kwenye vyombo vya moto kwa maana ya magari, bajaji pamoja na matumizi mengine. Mimi ni Elia Msike, fuatana nami. Jina naitwa Mhandisi Gerutu Bosinge. Mimi ni msimamizi wa karakana ya kufunga magari gesi hapa Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam. Kwanza niwakaribishe ndani ya taasisi yetu. Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam ni taasisi ya elimu ya juu, taasisi inayofundisha maengineer na matechnician wetu ambao wamekuwa ndio waendeshaji wa taaluma, waendeshaji wa viwanda vyetu na kazi zingine. Moja ya kazi kubwa ambayo tunaifanya Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam ni kwa ajili ya kufundisha vijana wetu, ni kwa ajili ya kufanya kazi za tafiti, ni kwa ajili ya kufanya kazi za ushauri, hasa kwenye nyanja hizi za ufundi, za engineering. Lakini kwenye moja ya kazi hizo taasisi ina kampuni ambayo tunaita DIT Company Limited, lakini pia taasisi ina kitengo cha ushauri kwenye taalamu zetu tunaita ICB, lakini pia taasisi yetu ina kitengo kinaitwa Factory Ed Hub kwa ajili ya kusimamia kazi zote zinazofanyika ndani ya factory zetu. Na moja ya kazi ambayo inafanywa na Factory Ed Hub ni hii ya kufunga magari kutumia gesi asilia. Taasisi yetu imekuwa mahiri katika kuifanya hii kazi. Mtakumbuka tumefanya hii kazi tangu miaka 2008. Leo tuna zaidi ya miaka 10 tunafanya hii kazi, na imekuwa na mafanikio makubwa ndani ya nchi yetu. 2018 tuliweza kuanza hii kazi kwa spidi yake, na mpaka leo tumekuwa na mafanikio ambayo kusema ukweli tunaona matokeo yake. Tulianza na gari moja 2008, 2018 tukaenda magari 100. Leo ndani ya Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam tumeshafunga zaidi ya magari 8,000 ambayo yanatumia gesi asilia. Kwa hiyo unaweza ukaona pamoja kwamba mwitikio sio mkubwa ambao tulikuwa tunautarajia, lakini tayari kwa kiwango hicho kinatupa picha kwamba wananchi wetu wameanza kupata uelewa na umuhimu, lakini na faida ya kutumia nishati hii ya gesi asilia kwenye magari. Watanzania wamekuwa wakijiuliza nishati ya gesi asilia tunamaanisha kitu gani? Na wengine wamekuwa wakiuliza hii gesi tunayotumia kwenye magari ndio hii tunayopikia? Kwa hiyo ni baadhi ya maswali ambayo huwa tunakutana na tunajaribu kutumia nafasi hii ya wenzetu wa Icon, mnakuja kutuuliza na tunatumia hii platform yenu kuweza kutoa elimu. Nishati hii ya gesi asilia ni nishati ambayo serikali yetu imeweza kuifanya tafiti kule Mtwara na Lindi, imeweza kuichimba na sasa imeweza kuileta Dar es Salaam, hapa tunaitumia. Kwa hiyo hii ni gesi, ni tofauti na ile gesi ambayo tunapikia majumbani, ile ya LPG. Ile ni gesi ambayo tunaagiza kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo kuna faida ya kutumia nishati ya gesi asilia kwa sababu kwanza ni nishati ambayo inapatikana ndani ya nchi, hautumii dola, hautumii gharama kubwa kuileta ndani ya nchi. Ni tofauti na ile gesi tunayopikia nyumbani ya LPG ambayo tunatumia gharama kubwa, lakini na serikali yetu inatumia dola nyingi sana kuingiza ndani ya nchi. Kwa hiyo nishati hii ya gesi asilia iko na manufaa. Kwanza matumizi yake ya nishati hii hasa kwenye vyombo vya moto, magari, gharama yake inakuwa iko chini kukilinganisha na gharama ya petroli ambayo mtu anatumia. Ukichukua mfano wa gari ndogo ya IST ukiweka mfumo wa gesi
ukaweka mtungi au silinda ya kilo 11, ambayo hiyo kilo 11 ukaijaza kwa shilingi 17,000, inaweza ikatembea zaidi ya kilomita 180 hadi 200 kwa shilingi 17,000. Maana yake nini? Unatoka hapa mpaka Morogoro kwa shilingi 17,000, kitu ambacho hiyo 17,000 ukisema uiweke petroli kwa bei ya sasa ya shilingi 3,800 na 900, hauwezi kutembea zaidi ya kilomita 50. Lakini ukitumia gesi asilia unaweza ukatembea zaidi ya kilomita 180 hadi 200. Pamoja sambamba na matumizi ya kupunguza gharama, lakini pia gesi asilia yenyewe kama ilivyo ina kaboni moja, na sasa dunia inapambana na uchafuzi wa hali ya hewa. Kwa hiyo hii gesi pia imekuwa sehemu ya nishati safi ambayo viongozi wetu wakuu wa nchi wamekuwa wakipiga kelele, wamekuwa wakisema kwamba tuendelee kutumia nishati safi, tutunze mazingira yetu. Kwa hiyo ni nishati ambayo Watanzania tukikubali kuitumia itakuwa na faida kubwa, kwa maana ya kuokoa fedha zetu nyingi na dola. Taasisi yetu imeweza kufundisha zaidi ya vijana 200 ambao wanafunga magari gesi huko mtaani, na kupitia hiyo nafasi vijana hao wameweza kufungua zaidi ya workshop 18 ambazo hivi sasa zimeajiri takribani zaidi ya vijana 50 mpaka 60 wanaofanya kazi kwenye hizo workshop za kufunga magari kutumia gesi asilia. Kwa hiyo unaweza ukaona taasisi imekuwa na manufaa kwenye lengo hilo, na kuachana na kuhakikisha kwamba tunafundisha vijana wanaweza kuwa na taaluma hiyo, lakini pia tumekuwa na nafasi ya kushirikiana na taasisi mbalimbali ambao tunaita ni stakeholder, wakiona kwamba matumizi ya gesi asilia yanaweza kushamiri ndani ya nchi yetu. Tunashirikiana hivi sasa na taasisi yetu ambayo inasimamia mafuta na gesi ya wenzetu wa TPDC. Tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba tunaweza kuipeleka hii nishati kwenye mikoa mbalimbali, na kwa hivi sasa tumeanza tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba Watanzania wenzetu walioko mkoa ya Morogoro na Dodoma na wenyewe wanaweza kufungiwa magari yao kutumia gesi asilia. Kwa hiyo tuko kwenye hatua za mwisho za pengine mwakani tunaweza tukatoa taarifa nyingine tukawa tumeshaanza hiyo kazi. Lakini pia tunashirikiana na taasisi zingine ambazo kama Puma wenzetu wa BQ na wengine na Russian Energies ambao kwa kweli tunafanya nao kazi kwa karibu kuona kwamba nishati hii inaweza ikasambaa. Kwa mfano hao wenzetu tunafanya nao kwa karibu wa Russian Energy, hawa wanakwenda kuweka vituo vyao huku Mbagara na sehemu zingine Kigamboni, ili Watanzania waweze kutumia hii gesi kwenye magari. Lakini hatuishii kwenye magari peke yake. Sasa hivi tumeshafanya tafiti nyingi hapa ndani, jaribu kuona namna gani hii gesi inaweza ikawa na manufaa zaidi, hasa kwenye kupikia. Watanzania wengine, serikali yetu imeweza kupeleka gesi hapa upande wa Mikocheni, Sinza, watu wanatumia gesi asilia kwa ajili ya kupikia, na faida yake kubwa ni kwamba gesi hii huwezi kutumia zaidi ya shilingi 15,000. Wengine wanatumia mpaka 10,000 kwa mwezi mzima, wengine wanakwenda mpaka 15,000 kwa mwezi. Lakini gesi ile ya tunayoagiza nje ambayo tunanunua mtungi shilingi 50,000 mpaka 60, unakuta unatumia 50,000 mpaka 60, pengine mwingine anatumia 120,000 kwa mwezi. Lakini gesi asilia huwezi kutumia zaidi ya shilingi 10,000 hadi 15,000. Miaka ya 2018 mpaka kuja 20 tulikuwa na kituo kimoja tu kinachojaza magari gesi asilia. Leo tunazungumza tuna zaidi ya vituo 20 ambavyo vinajaza magari kutumia gesi asilia nchi yetu. Dar es Salaam peke yake kuna vituo 17 ambavyo vinajaza magari hayo kutumia gesi asilia, na si vituo, ni vituo mama
ambavyo vile vituo vimechukua gesi kutoka kwenye bomba moja kwa moja. Maana yake nini? Changamoto tuliokuwa nayo ya kupanga foleni masaa 4 mpaka 5 unasubiria gesi, sasa hivi imekuwa historia. Unafika unajaza gesi dakika 2 mpaka 3, gesi imejaa, unaondoka. Hakuna foleni, hakuna changamoto tena. Unapunguza gharama ya matumizi kwenye gari. Kwa hiyo unaweza ukaona hizo changamoto tulizokuwa nazo hivi sasa zimefanya nini? Zimekwisha. Maana yake ni kwamba tunakaribisha Watanzania wengi wawezavyo. Tunatarajia kuona mwakani tuwe na magari zaidi ya 200,000 ambayo yanatumia gesi asilia. Na mimi nawaambia Watanzania, gesi asilia hii ni kama mafuta ya kawaida. Mtu anakuambia nikifunga gari yangu gesi nafanya hivi, nikifunga gari gesi nafanya vile. Gesi haina changamoto. Changamoto ni gari zetu. Huwa ninawaambia, leta gari. Kama ukiona umetumia gesi umefunga sijui wapi huko gari na kusumbua, leta hapa DIT. DIT tuna kliniki. Zamani tulikuwa na mifumo inatusumbua, sio leo. Teknolojia imebadilika na sisi tumebadilika kuhakikisha kwamba Watanzania wanaweza kupata huduma yenye umahiri kutoka Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam DIT. Mifumo yetu ina kiwango kizuri. Vijana tunaofanya kazi hapa tunafanya kazi kwa weledi wa kutosha, lakini pia tunatoa ushauri kwenye magari, ushauri kwa wamiliki wa magari kwamba gari yako sasa ina changamoto hii na hii na hii, ndio maana inakula petroli ya kutosha, inakula dizeli nyingi. Kwa hiyo huwa tunawashauri, lakini pia pamoja na kuwashauri na kuwasaidia magari yao, tunaweza kuyapa huduma nzuri. Na uzuri teknolojia hii, ndugu mwandishi, haiondoi mfumo wako wa awali wa matumizi ya mafuta. Sisi tunachofanya pale mbele unakoendesha gari yako, sisi tunakuwekea button. Ile button au switch ndio unaweza ukaswitch either utumie gesi au utumie petroli. Lakini kwa sababu gesi bei yake ni ndogo, shilingi 1,500 kwa kilo moja, unakwenda zaidi ya kilomita 20, ndio maana tunakushauri tumia gesi zaidi kuliko petroli. Kwa hiyo mfumo wa petroli ikiwezekana umeenda mkoa ambayo kwa sasa hivi serikali yetu haijafikisha gesi, unaweza ukaswitch ukatumia petroli, siku karudi Dar es Salaam ambako kuna gesi au Pwani, basi unatumia gesi asilia. Kwa hiyo hatuondoe ule mfumo. Lakini pia niseme bei zetu zimekuwa ni bei ambazo sio kubwa sana, na uzuri tunashukuru kwamba serikali yetu imeonyesha njia nzuri ya kupunguza gharama ya uingizaji wa hivyo vifaa, kwa maana kwamba vifaa hivi vinavyoingia vya matumizi ya gesi asilia vinakuja kushamilisha matumizi ya nishati safi. Kwa hiyo serikali imepunguza baadhi ya gharama. Kwa hiyo gharama zetu za kufunga magari zinaanzia shilingi 1,800,000 mpaka shilingi 2,200,000 kulingana na ukubwa wa gari, kulingana na ukubwa wa injini ya gari husika.